Kuna haja kwa viongozi wa kaunti ya Mombasa kuja pamoja na kujadili namna makampuni mbalimbali yanaweza kusaidia vijana kupata ajira ili kuwaepusha na tabia potofu katika jamii. Akizungumza baada ya hafla ya iftari iliyoandaliwa katika eneo la Chaani, naibu spika wa bunge la kaunti ya Mombasa ambaye pia ni mgombea wa ubunge wa eneo bunge la Changamwe katika uchaguzi wa mwaka 2027, Fadhili Mwalimu Makarani amesema wakati umefika kwa wakazi wa ukanda wa Pwani kupata haki sawa na Wakenya wengine katika fursa za ajira. Fadhili ameangazia pia suala la ajira katika bandari ya Mombasa, akisema kuna malalamiko kuwa mchakato wa kuajiri wafanyikazi hauendi sambamba na kanuni na matarajio ya wakazi wa eneo hilo. Viongozi ni lazima tuchukue fursa, maana twaimba sasa, tumekuwa twaimba broad base. Hii broad base lazima ilete matunda huku kwetu. Tumesema ya kwamba hii poti iko hapa chini. Juzi na jana imekuwa ikifanya interviews za vijana na kina mama. Hivi sasa tuambiwa ya kwamba watu tayari wameshachukuliwa pale. Hao watu hatujui wanatoka wapi. So mimi nataka vijana wenzangu, nataka wazee, nataka viongozi wenzangu tusimame sote kwa sauti moja. Na nataka niwaambie viongozi ambao wako kwa sasa, ambao wako juu mamlakani, kuanzia gavana kuja chini, mbunge na sisi wengine viongozi, hata viongozi wa wale wazee wa mitaa, tutashikana pamoja safari hii. Ule wakati wa kuambiwa kuwa watu wa Pwani wanangojea maembe yaanguke umekwisha. Safari hii tutakuja pamoja. Kama ni kwenda pale port, tuko tayari tule tear gas, lakini tujue ni kina nani wamekwenda pale. Kwa upande wake, mwakilishi wa vijana katika kaunti ya Mombasa, Ali Kubo, amesema ukosefu wa ajira kwa vijana ndio chanzo kikuu kinachochangia baadhi yao kujiingiza katika magenge ya uhalifu kama yale ya vipanga. Amesisitiza kuwa ni muhimu kwa serikali ya kaunti pamoja na sekta binafsi kuweka mikakati madhubuti na kuwapa vijana ajira na kuwajengea mazingira bora ya kujitegemea. Kubo ameongeza kuwa hatua hiyo itasaidia kupunguza uhalifu na kuimarisha maendeleo ya kijamii katika kaunti ya Mombasa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao sisi hutembeleana, kuja pamoja, kula pamoja na kuombeana. So mimi nataka nitoe changamoto kwa ndugu zangu Waislamu ama wale washikadau katika masuala ya Kiislamu. Upendo huu na amani hii isiyo wakati wa pekee yake wa Ramadhani. Kama Waislamu kuna changamoto nyingi ambazo zinatukumba. Kama vijana kuna changamoto nyingi ambazo zinatukumba, hususan ikiwa masuala ya mihadarati. So mimi nataka kuchukua fursa hii watu wakiswali katika hili kumi la mwisho kuomba yale wanayoyataka, pia waiombee Mombasa na waombee vijana kwa jumla kwamba wajiepushe na masuala ya mihadarati. Swala la mtukali limekuwa ni kitu ambacho sisi kama vijana la tuumiza. Ningependa mwezi huu uchukuliwe kwamba ni wa kuombea watu wa reform katika kutumia ule mihadarati. Mwezi huu watu wakiomba wakumbuke vijana wenzetu maeneo ya Kisauni, Changamwe, maeneo ya Likoni wajiepushe na masuala ya mapanga, kwa sababu wakati huu tunaenda kuswali katika misikiti yetu kumi la mwisho. Itakuwa ni vibaya tukiona kwamba vijana wanahusika katika masuala ya kutoka usalama. Kauli hiyo imetiliwa mkazo na Ustadhi Mustafa Bakari wa Masjidi Fatihi Chaani kwamba kama viongozi wa dini wamekuwa mstari wa mbele kuwahubiria vijana kuacha vitendo viovu, lakini ukosefu wa ajira huwasukuma zaidi katika mazingira hayo. Kusema ukweli, msikiti tu ambao uliko karibu na poti ni msikiti wetu wa Chaani. Na ajabu kama sisi viongozi, maimamu, tuasumbuliwa na vijana, tuambia vijana ni wahuni, vijana kadhaa. Hawa vijana tuakana wao msikitini, tukiwapa mawaidha, lakini ajabu hakuna hata siku moja kijana mmoja kutoka eneo letu la Chaani hapa kama msikiti tukaambia kijana fulani ameajiriwa. Sasa twashangaa hao wanawaambiwa kuwa wamefanywa interview. Hata kijana mmoja kutoka Chaani hajapata ajira. Hilo jambo la tuvunja sisi kama viongozi wa dini. Hatujui tutawaambia nini misikitini, au viongozi wenzetu wa makanisani watawaambia kitu gani hao vijana. Ikiwa tutawaambia wawache yale mabaya warudi kwa mazuri, je, haya mazuri pia hawapati? Je, waende wapi vijana kama hao? Kiongozi wa vijana Changamwe Mijaha Musa amesema vijana wamechoshwa na ahadi za viongozi wanaodai nafasi za ajira kutoka serikali ya kaunti ya Mombasa kutoka mwaka jana. Aidha, mwenyekiti wa kikundi cha Istikama Hasani Mbwana Mwakaneno amewaomba vijana kutoka eneo hilo kujiandikisha kama wapiga kura ili waweze kuondoa uongozi mbaya.
Mwakaneno hata hivyo amewataka vijana kuacha kutumiwa vibaya na wanasiasa kuzua vurugu na kutumia vipanga kutatiza amani. Leo tulikuwa na bwana gavana na gavana ametuambia tusiangalie juu, tutafuteni wapi tatizo liko. Kuna nafasi zimetoka airport, sisi kama vijana wa Changamwe hatujazipata. Kuna nafasi zimetoka KPA, sisi kama vijana wa Changamwe hatujazipata. Mimi personally nilienda kwa MD Captain Ruto na akaniambia niende nikamtafute mbunge na MCA. Kuna vile wamezungumza. Kuna nafasi za toka refinery. Sasa sisi tunaongea kwa dhati, kama mimi kama kijana naongea kwa dhati na kwamba ikibidi tuje tufunge KPA, tutakuja tufunge KPA. Ikibidi tuje tufunge airport, tutakuja tufunge airport. Huo uwezo tuko nao. Wajinga wameisha. Ona hili swala la kusema vijana ni viongozi wa kesho, mimi kama panya nimelikataa. Kwa hivyo tunaomba wanaowajibika wawajibike kwa swala la vijana kikweli. Mengi ya kuzungumza. Sasa hii vijana nataka tuseme wakati ni sasa. Tumeambiwa miaka mingi na wazee, ni vijana ni viongozi wa kesho. Kesho itafika lini? Ni sasa, vijana mchukue wakati wenu. Kubebana ufala imekwisha. Sasa hii lazima vijana tutoke majumbani, tuchukue kura. Tuache vita vya mdomo. Tukateni kura, tuangalie tutafanya nini vijana. Nikiripotia Bandari TV kutoka wadi ya Chaani, eneo bunge la Changamwe, mimi ni Ramadhani Nyae.